Hujambo na mtazamaji wangu, na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Na fundisho letu la siku ya leo linatoka katika sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo, na nikufahamisha tu ya kwamba tutakuwa na mshururu wa mafundisho kutoka katika Agano la Kale na vile vile katika Agano Jipya. Kwa hivyo tumeanza katika kitabu cha kwanza ambacho ni kitabu cha Mwanzo, na tutaendelea mpaka wakati tutakapofika kitabu cha mwisho wa Biblia ambacho ni kitabu cha Ufunuo. Na siku hii ya leo tunaangalia sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo, na kichwa chake kinasema ahadi ya Isaka na maombezi ya Abrahamu kwa Sodoma. Na maandiko yetu makuu yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 14, na vile vile katika waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Na tunapoangalia kifungu hiki cha 14 cha Mwanzo 18, Biblia inasema, "Je, kuna neno lolote lililo gumu la kumshida Bwana? Kwa muhula ulioamriwa nitakurudia wakati kama huu, na Sara atakuwa na mwana." Na kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema kwamba kuomba kwake mwenye haki kwamfaa sana, akiomba kwa bidii. Na malengo yetu, tuna malengo matano katika sura hii, na malengo haya ni pamoja na kuelewa jinsi Mungu alivyomtembelea Abrahamu, kujifunza umuhimu wa ukarimu, kuelewa ahadi ya kuzaliwa kwa Isaka, kujifunza kuhusu nguvu ya maombi ya maombezi, na vile vile kumuona Kristo katika sura hii. Na tunapoangalia utangulizi, tunaona ya kwamba katika sura ya 17 Mungu alithibitisha agano lake. Abraham alibadilishwa jina kuwa Abrahamu, Sarai alibadilishwa jina kuwa Sara, na ahadi ya Isaka kuthibitishwa. Na katika sura ya 18 hayo ndio tutakayokuwa tunayaendeleza. Jambo la kwanza ni Mungu anamtembelea Abrahamu, ahadi ya Isaka inarudiwa, Sara anacheka na Abrahamu anaombea Sodoma. Kati ya kifungu cha kwanza na hadi cha 8 tunaona wageni watatu wamtembelea Abrahamu. Biblia inasema kwamba Bwana akamtokea Abrahamu katika miti ya mioloni ya Mamre. Abrahamu alipoinua macho yake, aliona watu watatu wamesimama karibu naye, na mara moja akawakibilia, akawakaribisha na akawaandalia chakula. Na tunaona ukarimu wa Abrahamu hapa, ambapo Abrahamu hakuwapuuza wageni, na vile vile hakuwahoji kwanza, na vile vile aliwahudumia kwa moyo wa upendo. Katika waraka wa Ibrania sura ya 13 mstari wa 2, Biblia inasema ya kwamba msisahau ukarimu, kwa maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Somo muhimu hapa ni kwamba Mungu hupendezwa na moyo wa ukarimu, na vile vile Mkristo anapaswa kuwajali wageni, wahitaji na walioteseka. Na kati ya kifungu cha 9 na 10 tunaona ahadi ya Isaka yarudiwa. Tunaona ya kwamba mmoja wa wageni akasema, hakika nitarudia wakati kama huu mwakani, na Sara mkeo atakuwa na mwana. Na ajabu kubwa ni kwamba wakati huu Abrahamu alikuwa na miaka 99. Sara alikuwa mzee sana. Kwa kibinadamu jambo hili lilionekana haliwezekani. Na kati ya kifungu cha 11 na 12 tunaona Sara anacheka. Sara akacheka moyoni mwake. Kwa nini Sara alicheka? Sara alicheka kwa sababu alikuwa mzee, na vile vile aliona jambo hilo haliwezekani. Alikuwa akiangalia uwezo wa mwanadamu badala ya uwezo wa Mungu. Na somo la kiroho hapa ni kwamba mara nyingi tunacheka au kutilia shaka ahadi za Mungu kwa sababu tunaangalia hali zetu badala ya nguvu za Mungu. Kati ya kifungu cha 13 na 14 tunaona ya kwamba kuna neno ngumu kwa Mungu. Biblia inasema, "Je, kuna neno lolote lililo ngumu la kumshida Bwana?" Na hili ndilo funguo la sura hii. Mungu anawakumbusha Abrahamu na Sara, yeye ni mwenyezi, anaweza kufanya yasiyowezekana, na ahadi zake haziwezi kushindwa. Katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 27, Biblia inasema ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Katika kifungu cha 15 tunaona Sara anakana. Sara akaogopa akasema, sikucheka, lakini Bwana akasema, la, bali umecheka. Na somo muhimu hapa ni kwamba
Mungu anajua mawazo yetu, anajua siri zetu na vile vile mambo tunayojaribu kuyaficha. Katika kitabu cha Zaburi sura ni 139 mstari wa kwanza na pili, Biblia inasema kwamba Bwana amenichunguza na kunijua. Kati ya kifungu cha 16 na 21 tunaona hukumu juu ya Sodoma, na Mungu akamfunulia Abrahamu kwamba dhambi za Sodoma na Gomora zilikuwa nyingi sana na hukumu ilikuwa karibu. Somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu ni Mungu wa upendo, lakini pia ni Mungu wa haki. Dhambi isipotubiwa huleta hukumu. Katika waraka wa Warumi sura ya 6 na mstari wa 23, Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kati ya kifungu cha 22 na 33 tunamuona Abrahamu akiombea Sodoma. Abrahamu alijua kuwa Loti alikuwa Sodoma, na kwa hivyo akaanza kumuomba Mungu. Na maombi ya Abrahamu yalikuwa ni labda wapo wenye haki 50, na Mungu akasema sitauharibu. Kisha Abrahamu akaendelea, labda wako wenye haki 45. Akaendelea, labda wako wenye haki 40, labda wako wenye haki 30, labda wako wenye haki 20, na pia labda wako wenye haki 10. Na Mungu akasema sitauharibu kwa ajili ya hao 10. Na tunajifunza nini hapa? Tunaona ya kwamba Abrahamu alijali wengine, alikuwa na huruma na alisimama mbele za Mungu kwa ajili ya wengine. Katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba kufanyike maombi, dua, sala na shukrani kwa ajili ya watu wote. Na nguvu ya maombezi hapa tunaona maombezi ni kusimama mbele za Mungu kwa ajili ya wengine. Abrahamu alikuwa muombezi. Mungu akaona uwezekano, na Mungu anajua yaliyofichika. Tunaona ya kwamba hakuna siri mbele zake. Mungu ni mwenye haki, na tunaona ya kwamba dhambi huleta hukumu. Maombezi ni muhimu. Tunaona kwamba tunapaswa kuwaombea wengine kama Abrahamu. Tuna maswali 5 hapa, na haya tunaweza kuyajibu wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linasema, Abrahamu alionyeshaje ukarimu? Abrahamu alionyeshaje ukarimu? Swali la pili, kwa nini Sara alicheka? Kwa nini Sara alicheka? Swali la tatu, maana ya hakuna neno gumu kwa Mungu ni nini? Maana ya hakuna swali gumu kwa Mungu ni nini? Swali la 4, tunajifunza nini kutoka kwa maombezi ya Abrahamu? Tunajifunza nini kutoka kwa maombezi ya Abrahamu? Na swali la 5, Yesu anafanana vipi na Abrahamu katika suala la maombezi? Yesu anafanana vipi na Abrahamu katika suala la maombezi? Na aya ya kukariri yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 14, ambapo inasema, je, kuna neno lolote lililo gumu la kumshinda Bwana? Na tunapoelekea kuhitimiza ni kwamba Mwanzo wa sura ya 18 inatufundisha kwamba Mungu ni mwenye uwezo usio na mipaka. Alitimiza ahadi yake kwa Abrahamu na Sara licha ya umri wao mkubwa. Pia tunajifunza umuhimu wa ukarimu na nguvu ya maombezi. Abrahamu hakujali familia yake pekee, bali aliomba kwa ajili ya wengine. Hivyo nasi tunaitwa kuwa watu wa maombi, huruma na imani katika Mungu ambaye hakuna jambo lisilowezekana kwake. Na katika somo lijalo ambalo tutalipata katika sura ya 19, tutajifunza kuhusu kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, kuokolewa kwa Loti, mke wa Loti, kugeuka nguzo ya chumvi, na vile vile mafundisho makubwa kuhusu hukumu ya Mungu na utii. Na kwa hivyo tumeweza kujifunza mengi kwa wakati huu ambayo yanahusu huyu ambaye ni ndugu yetu Abrahamu, ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na imani kubwa, na kwa hivyo tunaona akipewa ahadi ya kumpata mtoto ambaye alikuwa ni Isaka. Walikuwa ni watu wazee sana pamoja na mkewe Sara, na licha ya kuwa wao walikuwa wazee sana, Mungu aliweza kutimiza ahadi yake ya kuwapatia mtoto. Kwa hivyo Sara akaweza kupata mtoto ambaye aliitwa Isaka. Na kwa hivyo tumeona ya kwamba mbele zake Mwenyezi Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu kubariki na kutendea mema. Shalom.